Afya ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, inazidi kuzorota katika jela ambayo amefungwa, jela ya Ukonga Prisons. Na hii ni kutokana na taarifa ambayo ameweza kuitoa kwamba anahitaji matibabu ya dharura. Iwapo hataweza kupewa matibabu ya dharura, maisha yake yamo mashakani. Karibu mpenzi mtazamaji katika kituo hichi cha Tanzania News TV, ukipenda vile vile Ezra TV, mahala ambapo napata uhondo kamili. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkunjufu usubscribe na ulike video. Karibu. Kuna barua ambayo Tundu Lissu ameweza kuiandikia mahakama ya rufaa ya Tanzania. Barua hii ni ya dharura ya kuomba mahakama ya rufaa kuangazia kesi yake kwa dharura, kwa sababu maisha yake yamo hatarini. Sote tunaelewa kwamba kuna kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu, kesi ya mchongo, kesi ya kubandikiziwa, kesi ya uhaini. Pamekuwepo na majaribio ya serikali kutaka kutumia ile kesi ili kumshinikiza Tundu Antipas Lissu kwamba akubali chama cha Chadema kiingie kwenye mazungumzo ya maridhiano na Samia ili kuleta taifa pamoja, aswa baada ya Samia kuiba kura, baada ya Samia kufanya nini? Kuwaua Watanzania wengi, au serikali yake kuwaua Watanzania wengi kipindi cha uchaguzi wa mwaka uliopita. Tundu Lissu amekataa hilo, kwamba hatakubali kutolewa kwa jela kwa maelekezo au kwa maagizo. Sasa hivi majuzi nimeelezwa kwamba baada ya Tundu Lissu kukataa kutolewa kwa maelezo kwa jela, sasa serikali inapanga kumuhusisha kwamba aliweza kuhusika katika vurugu ambazo ziliweza kutokea kipindi cha uchaguzi mwaka uliopita, licha ya kwamba Lissu alikuwa amekamatwa miezi mitano kabla ya uchaguzi huo. Kwanza miezi 6 kabla ya uchaguzi ambao uliweza kuandaliwa Oktoba 29. Jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo ni barua ambayo imeweza kuandikwa na Tundu Antipas Lissu kuelekea kwa mahakama ya rufaa. Ameandika kwa lugha ya Kimombo. Mnaelewa mawakili ni wasomi, ila sasa mimi ninataka niweze kukusomea kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ambayo mimi na wewe tunaielewa. Anasema hivi, ameweza kuandika katika mahakama ya rufaa ya Tanzania Dar es Salaam, akaweza kueleza kwamba mapitio ya kesi ya jinai namba bla 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 ya mwaka 2026, akawaeleza kwamba kutokana na uamuzi wa amri kutokana na uamuzi wa amri ya mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam katika kesi ya jinai namba 5 ya mwaka 2000 iliyotolewa mnamo tarehe 18 Februari mwaka 2026, akaweza kuwaeleza kwamba hichi cheti au yeye ndiye ameweza kuandika Tundu Antipas Lissu kwa mujibuwaji, akaweza kuelezea kwamba cheti hichi ni cha dharura. Nanielewa? Alafu hapo chini akaweza kuandika hivi, mimi Tundu Antipas Lissu, mujibuwaji katika shauri hili, ninathibitisha kwamba maombi haya yanastahili kusikilizwa kwa dharura kwa sababu zifuatazo. Kwa hivyo ameweza kukata shauri ambalo anaomba majaji
waweze kuliangalia na kulisikiliza kwa dharura. Kwa nini Lissu ametaka kwamba shauri hili, ombi hili liweze kusikilizwa kwa dharura? Namba moja, anasema hivi kwamba kwa sasa nipo kizuizini tangu tarehe 9 Aprili mwaka 2025. Namba mbili, akaeleza hivi, hapa sasa ndio maelezo yake yameanzia, kwamba tangia tarehe 7 Septemba mwaka 2017 nilinusurika jaribio la kuuawa ambapo risasi nyingi zilipigwa mwilini mwangu na kusababisha majeraha makubwa ya kudumu pamoja na matatizo makubwa ya kiafya yanayoendelea. Kwa hivyo Lissu amewaeleza hivi kwenye hili shauri ambalo ameweza kulituma kuelekea kwa mahakama ya rufaa Tanzania, akawaeleza kwamba tangia mwaka 2017 Septemba tarehe 7 alipigwa risasi nyingi mwilini ambalo lilikuwa ni jaribio la kumuua, na akasema kwamba kutokana na zile risasi majeraha mengi ya kudumu yalipatikana mwilini mwake na matatizo makubwa ya kiafya yanaendelea. Kwa hivyo namba tatu, akawaeleza kwamba baada ya tukio hilo la jaribio la kuniua nimekuwa chini ya uangalizi wa kitabibu mara kwa mara na nimekuwa nikihudhuria kliniki kwa ajili ya matibabu na ufuatiliaji. Kwa hivyo Tundu Lissu ameweza kueleza hawa majaji kwamba tangia hilo tukio la majaribio la kuuawa kwake amekuwa chini uangalizi wa matabibu na amekuwa akitembelea mara kwa mara kliniki kupata ushauri kutokana na zile risasi nyingi sana ambazo ziliweza kuingia mwilini mwake. Kwa hivyo Lissu namba 4 akawaambia hivi kwamba kutokana na kuendelea kuwa kizuizini nimekosa miadi kadhaa ya matibabu iliyopangwa, jambo linaloweka afya yangu na mchakato wa kupona haraka hatarini, ama mchakato wa kupona katika hatari kubwa. Lissu anaeleza hivi kwamba kutokana na kuendelea yeye kuzuiliwa kwa jela, mahala ambapo serikali hii ya Samia imeweza kumwekea kesi ya uhaini, amekosa miadi kadhaa ya matibabu na madaktari wake, na anaeleza kwamba hiyo miadi ilikuwa imepangwa tangu awali, na akaeleza kwamba jambo hilo limeweka afya yake na mchakato wa kupona kwa haraka katika hatari kubwa. Kwa hivyo ni kusema ukweli, Lissu anazidi kuteseka pale gerezani. Kumbuka kwamba amewekwa kwa gereza na kesi ambayo aliweza kuwekewa kwa gereza bado serikali haijaweza kumpata na makosa. Yaani wamemweka pale kwenye kesi ya kubambikizwa wakitaka wamsukume ili akubali maridhiano, akubali kusafisha damu ambayo Samia aliweza kumwaga. Namba 5 na ya mwisho akaeleza hivi, hapa ndipo kuna uzito mkubwa, kwamba isipokuwa maombi haya yasikilizwe na kuamuliwa kwa haraka, nitaendelea kupata madhara makubwa yasiyoweza kurekebishwa na haki inaweza kutetendeka. Anaeleza kwamba shauri hili lake ambalo ameweza kulitoa au maombi haya yake yasiposikilizwa kwa haraka na maamuzi kutolewa na majaji kwa haraka, ataendelea kupata madhara makubwa yasiyoweza kurekebishwa na haki inaweza ikakosa kutendeka. Kwa hivyo akaendelea kusema hivi kwenda chini, na ibara ya mwisho akasema kwamba hivyo basi, kwa heshima ninaomba mahakama hii tukufu ya rufaa idhibitishe maombi haya kuwa ya dharura na iamuru yasikilizwe kwa haraka iwezekanavyo. Ukiona Tundu Antiphas Lissu akizungumza hivi, mpenzi mtazamaji, ni kweli anateseka, ni kweli anapitia wakati mgumu, na ni kweli
afya yake ipo mashakani. Je, Samia yeye mahala ambapo yupo anafurahia jinsi ambavyo anazidi kumzungusha Tundu Lissu kwa jela? Ninakumbuka mwaka uliopita bunge la Ulaya liliweza kuagiza kwamba serikali ya Samia imtoe Tundu Lissu kwa jela haraka iwezekanavyo, kwa sababu hata wao walisema kwamba hawaoni kesi ambayo inaendelea kama ipo na msingi. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo wakasema kwamba atolewe na apewe matibabu ya haraka kwa sababu wanaelewa hali ambayo iliweza kumpata. Lakini hadi wa leo Samia hajawahi mtoa. Yeye anataka Mwenyezi Mungu ampe afya njema, si ndio? Kipindi ambapo anazidi kumtesa mwenzake ambaye kipindi kimoja walitaka kumuua, Tundu Lissu. Ikiwa wewe ni Mtanzania halisi, Mtanzania ambaye yuko na huruma, Mtanzania ambaye ni mzalendo, utahakikisha kwamba umeweza kusambaza hii kanda hata ifike Ikulu, kwa sababu wanatesa huyu mjamaa, wanatesa huyu kiongozi. Iwapo tutampoteza Tundu Lissu, hatuna kiongozi mwingine mwenye anaweza akazungumza moja kwa moja kuelekea kwa hii serikali. Niambie kiongozi mgani? Hamna. Kwa hivyo ninawaomba muhakikishe kwamba hii kanda mnaisambaza. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Tunaomba Tundu Lissu aweze kupata haki.